Halo mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninatumai ya kwamba wewe ni mzima, umelindwa na nguvu za Mungu. Hivyo mchana wa leo napenda nikukaribishe katika kipindi hiki cha neno. Ni kipindi cha kusikia neno la Mungu na ni kipindi cha kujenga imani yetu. Maana imeandikwa ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia neno la Kristo. Hivyo mchana wa leo karibu tukaweze kubarikiwa pamoja na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Asante kwa sababu ya nafasi hii nzuri ambayo umenipatia na umenipa kibali kuja kupitia kwa platform hii ili nikaweze kushiriki neno la Mungu na watazamaji wangu. Katika jina la Yesu ninapokea mafuta mabichi ili nikaweze kusema neno lako kwa ujasiri, kwa hekima na kwa maarifa. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Basi mchana wa leo nataka nikwambie ujumbe huu ya kwamba Bwana ni msaada wangu. Bwana ni msaada wangu. Bwana ni msaada wako. Bwana ni msaada wetu. Yeyote anayemtegemea Mungu, Mungu anakuwa msaada wake. Hivyo mchana wa leo nataka nikwambie rafiki yangu ya kwamba Mungu akiwa msaada wako, hakuna chochote utakachopungukiwa nacho. Mungu akiwa msaada wako, maadui hawatakushinda. Maana nguvu zako za kushinda zinatoka kwa Mungu. Bwana akiwa msaada wako, hakuna changamoto itakayokushinda. Bwana akiwa msaada wako, milango ya baraka itafunguka. Bwana akiwa msaada wako, nguvu za wachawi na waganga na mizimu zote zitakuwa si kitu kwako. Maana Bwana ni msaada wako. Imeandikwa ya kwamba Mungu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Hivyo mchana wa leo neno la msingi linatoka katika kitabu kile cha Zaburi 118 na mstari ule wa 13. Imeandikwa, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Yes. Kuna mambo mengi yanayotusukuma katika maisha haya ya muda. Kuna mambo mengi yanayotusukuma kushoto, kulia, mbele na nyuma. Tunasukumwa na mambo mengi. Maadui wanatusukuma, wachawi wanatusukuma, wanaotuchukia wanatusukuma ili tuanguke, ili tushindwe, ili tuangamie. Lakini mchana wa leo Mungu anazungumza nasi, anatuambia kwamba yeye ndiye msaada wetu. Hautashindwa. Yes, my God. Yeye ndiye msaada wako. Hautashindwa. Ndiyo, maadui wanakusukuma ili uanguke, ili wakucheke, ili wakunongone, lakini Mungu atakusaidia. Lakini Mungu atakupigania. Lakini Mungu atakuwezesha. Mchana wa leo kuna mahali Daudi alifika, akaona maadui wanamsukuma, ndiye akawaambia, akawageukia na akasema ya kwamba ulinisukuma sana ili nianguke. Ulinisukuma sana. Yes. You pushed me too much that I may fall. Makazokata. Lakini Bwana akanisaidia. Natangaza mchana wa leo katika jina la Yesu, Bwana akusaidie. Hayo mambo yanayokusukuma ili ukaanguke, ili ukashindwe, ili ukachekwe, wacha Bwana asimame. Awe ndiye Bwana katika maisha yako. Wacha Bwana asimame ili akupiganie, ili akutetee, ili anyamazishe kila sauti ambayo inayoinuka kinyume na maisha yako. Wacha Bwana asimame ili ajidhihirishe ya kwamba yeye ndiye shujaa mwenye kuokoa. Wacha Bwana asimame ili maadui zako wakaweze kunyamazishwa. Wacha Bwana asimame ili wanaokuchukia wakapate kurudishwa nyuma na kuwa si kitu. Wacha Bwana asimame ili nguvu za uchawi na uganga zikapate
zingekuwa hazina nguvu. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea na ninakutamkia mchana wa leo ya kwamba Bwana asimame ili akakupiganie. Bwana asimame ajionyeshe kuwa ni shujaa. Shujaa aliye katikati yako, mwenye kuokoa, mwenye kuponya, mwenye kubariki, mwenye kutengeneza njia, akufanyie njia katika jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema katika kitabu kile ja Sefania 3:17 imeandikwa Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa wezaye kuokoa, atakushangilia kwa furaha kuu. Atakutuliza katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba. Yeye ndiye shujaa aliye katikati yako. Oh my God. Maadui wanapokupiga, uchawi unapotupwa kinyume na wewe, Bwana atakusaidia, Bwana atakuokoa, Bwana atakupigania. Nguvu za giza zinapokuinukia, Bwana atakusaidia, maana yuko katikati yako. Maandiko nasema kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 na mstari wa 4 ya kwamba aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Huyu ndiye atakaye kusaidia, yuko katikati yako. Atafanya yanayokaa kana kwamba ni mazito yatakuwa si kitu. Atafanya magonjwa yasiyo na tiba yawe si kitu katika jina la Yesu. Atafanya mateso ya kila namna yakayeyuke kupitia kwa damu yake katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo maandiko yanasema kupitia kwa nabii huyu anayeitwa Sefania ya kwamba Bwana ndiye shujaa aliye katikati yako, aliye katikati yako. Huyu ndiye atakaye kupigania. Yuko katikati yako, yuko katika ndoa yako, yuko katika biashara yako, yuko katika kazi yako. Kazi yake ni kusaidia, kazi yake ni kupigania, kazi yake ni kufungua hiyo milango ambayo imekaa muda mrefu ikiwa imefungika. Ataifungua na ataiweka wazi. Wewe utaingia, mwana wa Mungu utaingia katika jina la Yesu. Oh yes. Sikiliza rafiki yangu mpendwa, kitabu kile cha Zaburi 118 mstari wa 7, Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Haleluya. Bwana yuko upande wangu. Bwana yuko upande wako unayenitazama, unayenisikiliza. Bwana yuko upande wako. Haijalishi 10,000 ya maadui wanaokuzingira, haijalishi wanaokuzingira kama nyuki wanatazamia kuangamia kwako, na kuhakikishia ya kwamba Bwana yuko upande wako, yuko upande wako. Bwana yuko upande wako. Yeye atakusaidia, yeye ndiye msaidizi wako. Hatapomoa hiyo milango maadui wamekufungia, milango ya kazi, milango ya biashara, milango ya kuinuliwa ambao wamekufungia. Yote itafunguka, nawe utaingia, utashangilia kwa baraka za Bwana katika jina la Yesu. Mchana wa leo wacha Bwana awe msaada wako. Mchana wa leo wacha Bwana awe nguvu yako katika jina la Yesu. Utawaona waliokuchukia wakiwa wanashindwa. Utawaona wanaokunong'ona wakiwa wanarudishwa nyuma, wanajikwaa, wanaanguka, hata watasimama tena, maana msaada wako ni Bwana wa majeshi katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kupiganiwa na Bwana katika jina la Yesu. Ninapiga ngome zao kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume na nguvu za wachawi na waganga. Ninasimama kinyume na uchawi wote. Nasimama kinyume na maadui, magari yao, magurudumu yao yakapate kukwama katika jina la Yesu. Wanaokufuatia kwa magari ili wakuangamize, natangaza mchana wa
wa leo ya kwamba magari yao wanaoyatumia, teo zao wanazozitumia zikamate moto katika jina la Yesu Kristo. Ninakuachilia kama shujaa mikononi mwa Bwana. Hautakosa target ambayo Bwana aliyeitageta katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakufunika kwa damu ya Yesu. Natangaza mchana wa leo, jeshi la Bwana likuzingire. Malaika walio na panga za moto wakuzingire pande zote, wakupatia usalama. Maana maandiko nasema ya kwamba Bwana ndiye msaidizi wangu. Nitawaona wanaonichukia wakiwa wanashindwa. Wanaokuchukia natangaza mchana wa leo kambi yao kuingia confusion, kuingia kuchanganyikiwa katika jina la Yesu. Natangaza mchana wa leo kambi yao kuwe na giza katika jina la Yesu. Taa yao isime kwa jina la Yesu Kristo. Na kuachilia wende ushinde, wende ufanikiwe, wende upate ushindi wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka ya kwamba mchana wa leo utembee chini ya mbingu zikiwa wazi katika jina la Yesu. Na kutamkia mchana wa leo, may you find shelter under the shadow of the wings of the Lord in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, Bwana akupiganie, Bwana akusaidie. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Bwana akubariki na Bwana akutende mema katika jina la Yesu Kristo.